unaongeza tena Nabii Zulekha, unaongeza tena sui mama yake Musa, yani unaongeza vitu ambavyo mtihani yani. Wakati mwingine manake mashekhe hawajiwi na mashetani maibilisi wadogo dogo, wanajua na wale wakubwa. Yani anampeleka tu zile, azidi kumtoa tu. Aliyakuwa pale mapema angesema mimi nimekosea, basi ingekusha. Kwa hiyo inshallah taala, maadamu sisi tuna waumini wetu katika misikiti yetu hii na tuko nao na wanatusikiliza humu, sisi lazima tuonyeshe dira kwamba kwenye jambo hili huyu mama ni mama wa waumini radhiallahu anha, mama yani mama yetu sisi, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawezi kutukanwa au kupewa kauli ya kumbeza. Tumeelewana Kauli yoyote ya kushusha thamani yake na heshima yake haitakikani kupewa hawa wake wa Mtume sallallahu. Na inawezekana kama utakuwa umesema kwa kukusudia, yani kwa makusudi unakusudia kumtweza, unawezekana ukakufuru kabisa. Yani haya maneno yanaweza kufanya nini? Kama wale wanaosema mama Aisha alifanya uzinifu, liadhu billah, mashia hao. Ukisema jambo hili na Mwenyezi Mungu asema mzinifu au isipokuwa mzinifu, na wale isipokuwa na nini? Wa hurima dhalika ala almu'minin. Vipi mtume atakuwa na mwanamke mchafu? Na taban Mwenyezi Mungu amemtakasa mama Aisha, si katika hao. Kwa hivyo wakati mwingine matusi na fedheha na kebei kwa wake wa mtume manake ni kumtukana nani? Mtume Muhammad. Kwa sababu at-tayyibatu lit-tayyibin, Mwenyezi Mungu anasema wanaume wazuri ndio kwa ajili ya wanawake wazuri, wat-tayyibuna lit-tayyibat, na wanaume wazuri wanaoa wanawake wazuri. Kwa wanawake wazuri ni kwa ajili ya wanaume wazuri, na wanaume wazuri ni kwa ajili ya wanawake. Wal khabithatu lil khabithin, wanaume wabaya wanaoa wanawake. Sasa kuna mtu mzuri kama mtume? Akishakuwa mtume ni mzuri, wake zake moja kwa moja kwamba hakuna wazuri kama wao, hakuna wenye tabia nzuri kama wao. Siku moja mama Aisha radhiallahu anha kwa wivu tu akamwambia Mtume sallam, yake mtume alikuwa akila hata nyama au kachinja nyama, basi anakata kipande anatoa sadaka kwa ajili ya Bi Khadija radhiallahu anha, na alikuwa akiwapenda wale marafiki wa Bi Khadija. Sasa kuna siku Bi Aisha anamwambia, unakitaja hicho kizee chako mpaka leo bado unakikumbuka tu. Mtume sallam alikasirika, mtume kamkasirikia Bi Aisha kwa kumsema vibaya Bi Khadija, tena kwa jambo kama hilo tu. Yani kumtaja tu vizuri tu, hakumtaja kwa ubaya, kamkasirikia. Akamwambia huyu mimi amenikubali, amenizalia watoto, amenipa mali yake, nimeitumia kwa ajili ya Uislamu, na malipo gani ya kumpa huyu mama huyu? Kwa ni katika wanawake bora katika ulimwengu, na katika wanawake bora katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu Bibi Khadija radhiallahu anha. Kwa hivyo kwa ufupi tu hili jambo sikutaka mimi nataka kupitia marejeo juu ya Bi Khadija, kwa sababu anafahamika, yani anafahamika. Ukisema mke wa Mtume sallam, tena wa kwanza, na Mtume Muhammad sallam alipokuwa na mke huyu hajawahi kuoa mke mwingine yoyote mpaka alipofariki, ndio Mtume sallam akaanza kuoa wanawake wengine. Hao ndio walikuwa na matala, lakini huyu Bi Khadija hajawahi kuwa na matala, yani Mtume sallam hakumwolea mke mwingine. Jamani, tumeelewana vizuri? Zama za mtume anaishi na Bi Khadija, hajawahi kuwa mke mwingine akawa na mke wa pili akati Bi Khadija yuko pale. Hajawahi mtume kufanya hivyo, kama ambavyo Ali radhiallahu anhu, Mtume Muhammad sallam hakutaka aoe mke mwingine wa ziada akati ana mwanae Fatima. Baada ya Fatima kufa ndio Ali radhiallahu anhu alioa mke zaidi ya mmoja, lakini wakati anaishi naye yule hajawahi kuongeza mke. Tumeelewana jamani vizuri? Sasa lugha zile za mashekhe wetu na walimu wetu hao, ni vyema wa mtu utaraja hii kwamba umekosea na usiendelee kukosea. Maneno haya ni kusema tu kwa maneno haya ndio yasema. Kama ulifikiria kuna tafsiri tofauti au kuna maana iliyokuwa nzuri, kumbe sio hivyo, basi kama sikukusudia isipokuwa kheri, kusudia kwamba huyu ni mama wa waumini, ni mama mwenye heshima. Kwa Bi Khadija radhiallahu anha ni mama mwenye heshima kubwa sana katika Uislamu, ni mke wa Mtume sallam. Tosha kwamba nafasi yake yeye ni mama yetu, ni mama wa
mama wa waumini. Maana yake mama wa waumini, hata Mtume sallam wale baba zake wale bado yule kwa upande wa imani nini vile nani nini ni mama yao. Tumeelewana jamani? Jambo kubwa sana hili, jambo kubwa na ni cheo kikubwa sana, na atabaki hivyo kuwa mama wa waumini mpaka hii dunia ishi. Yaani Mwenyezi Mungu amchagua yule, maana Mwenyezi Mungu anawachagua watu. Atabakia bibi Khadija na mama Aisha na wengineo kina Fatima na wengineo, mama Fatima mtoto wa Mtume sallam, na wengineo kina Hafsa binti Umar bin Khattab, na wengine kina Zainab binti Jahsh. Hawa wote hawa kwa Mtume sallam, Sauda bintu Zam'a na wengineo, watabaki kuwa ni ummahatul mu'minin. Watabakia hivyo hivyo kwamba wao ni mama wa waumini mpaka dunia ishe hii, mpaka tutaingia huko peponi. Hao ni wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ni mama wa waumini. Na ndio maana watu wengi masahaba walikuwa wakienda kwa mama Aisha radhiallahu anha, walikuwa wanakwenda kwa mama yao na kwa adabu kubwa sana. Hata Ali radhiallahu anhu katika vita vyao waliopigana na Muawiya, japo mama Aisha hakuwa upande wake, lakini hakuweza kumdhuru mama Aisha, bali alienda kumuokoa na kumrudisha, na alikuwa hakitoa sehemu akimsimamia matumizi yake kwa muda ule ambao yeye alikuwa katika uongozi. Kwa hiyo si mambo tu, hao watu walielewa nafasi ya wale kina mama wa waumini. Kwa na sisi inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tufahamu nafasi zao na heshima zao, na tusitamke chochote kibaya juu yao wao, kwa sababu utakapotamka neno baya itakuwa hayo matusi unampelekea mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inawezekana ukaribu hata imani yako. Kwa hiyo si sahihi na si sawa, bali ni kuzuia tu ulimi wako, tamka yale. Na ndio maana wanasema ili usalimike wewe, nukuu katika vitabu sifa za mama Khadija, kazi nukuu kwenye utaziona zimeandikwa. Ukizienda ukazipata zile ukazitafsiri zile, hutoleta maneno ya ajabu. Lakini utakapokuwa umechukua maneno ya mtaani unataka kuwapachika hawa watu wakubwa, ndio hapo unafanya nini? Unapokosea. Kwa ndio maana leo kama unataka Qur'an, irudi katika Qur'an utaipata. Kama ni hadithi, rudi kwenye hadithi. Kama ni sira, rudi katika historia, vitabu vya historia vipo. Nukuu pale, anaelezwa vipi yule, sifa zake ni vipi, alikuwaje. Hutopata hayo maneno ya watu ulama wa tarikhi, ulama wa historia, kwamba umemsifu kwa majina ya ajabu. Kwa utakuta hayo ni ya kwako wewe tu, na kama ni ya kwako wewe lazima utachafua hali ya hewa. Kwa zama hizi, zama zetu sisi ni zama za kunukuu tu, sio kuleta maneno ambayo hayamo kwenye nini, kwenye vitabu. Dini hii ni kunukuu tu sasa hivi, hakuna kuleta jipya hapa. Kileta jipya maana unaleta matatizo, unachafua hali ya hewa, unavunja heshima za watu. Nukuu, ukinukuu umesalimika, sababu utakuwa umenukuu maneno yaliyokuwemo katika vitabu. Ama ukitoa kwako alafu uite dini, hapo ndio kuna tatizo sasa. Kila mtu atakushangaa na ataona haya mambo vipi? Dini hii si kama hizi za wenzetu hizi, unalipuka tu chochote wewe unakisema, umejiwa, si umemwona bwana akakutokea akakwambia hivi. Hii haiko hivyo. Hii hakuna bwana kanitokea wala nini. Hapa dalili umetoa wapi? Kwa hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqur'ana qawla yattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu من الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، من بين تفرقا مؤيدا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره يرقى لنا فيها صلاح الا قضيتها يا ستار رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه